ambapo serikali za Tanzania na Msumbiji zimetia saini mkataba wa kuanzisha kituo cha pamoja cha forodha ili kurahisisha biashara kati ya mataifa hayo na kuimarisha uchumi. Mwanahabari wetu Abel Kilumbu ameshuhudia tukio hilo Ikulu na ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni Rais Daniel Francesco Chapo anayezuru hapa kwa mara ya kwanza katika ziara yake ya kiserikali tangu achaguliwe kuwa rais wa Msumbiji. Ni ziara ya kipekee ambayo inahusisha historia kubwa kati ya mataifa haya mawili, historia inayoanzia katika vita vya ukombozi. Na sasa mataifa haya yanageuza vita hii kugeukia kwenye upande wa pili wa uchumi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekiri wazi kuwa licha ya uhusiano mzuri wa kijamii na kidugu wa mataifa haya mawili, lakini kulikuwa kuna kuyumbayumba na kusuasua, hususan katika eneo la ushirikiano kwenye upande wa biashara na uchumi. Tumekubaliana pia kuharakisha uanzishwaji wa vituo vya pamoja mpakani, sababu sasa hivi watu wetu wanapita kwenye mipaka ya Msumbiji kupitia Ruvuma na huku upande mwingine, lakini kunakuwa na shida za watu kupita, kuchekiwa vitambulisho na mambo kama hayo. Lakini tukianzisha kituo kimoja cha biashara ambapo watu watapita vizuri pale Mtambaswala, tutarahisisha zaidi biashara zetu. Kwa Rais Daniel Chapo, hii ni hatua nyingine muhimu zaidi kwenye uongozi wake baada ya kuchukua hatamu ya kuiongoza Msumbiji siku ya Januari 15 mwaka huu. Na kupitia uwekezaji huu wa pamoja anauona mwanzo mpya wa uhusiano wenye faida zaidi kiuchumi baada ya nusu karne ya uhusiano wa kijamaa. Dos pontos principais para nós entrarmos em ação. Sisi tumezaliwa hapa, hakuna maneno yanayotosha kueleza uhusiano wetu wa miaka mingi. Na sasa tunaamini undugu wetu utatusaidia kuwezeshana na kuinuana kiuchumi kwa kutumia rasilimali zetu na watu wetu. Pia mataifa hayo yameingia mkataba wa kubadilishana wafungwa na wamesaini hati 4 za makubaliano, ikiwemo kubadilishana wanafunzi, ushirikiano wa utamaduni na ushirikiano katika vifaa tiba. Upande wake Rais Chapo, yeye anaendelea kufurahia kile ambacho anakiita kama ni jambo muhimu kwa Tanzania, na amekiri wazi kufuatia kile ambacho kimeonekana kama historia isiyofutika ya alama ya ukombozi. Sasa ameiomba Tanzania walau imsaidie katika kuanzishwa kwa jeshi la kujenga taifa pale nchini Msumbiji. Tumeomba msaada wa Tanzania kutusaidia kuanzisha jeshi la kujenga taifa kwa upande wa Msumbiji. Kwa sasa mwaka huu tunajiandaa kusherehekea miaka 50 ya uhuru wa Msumbiji, na kama mnavyojua tulipata msaada mkubwa sana wa Tanzania. Abel Kilumbu, EATV Habari, saa 1. Tunakwenda kuangazia ujio huu wa rais wa Msumbiji hapa Tanzania, Mheshimiwa Daniel Chapo, kwa undani zaidi, tukiungana na Albertus Pascal maarufu kama Rutaraka kuangazia swala hili, mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na maendeleo. Albertus, nakushukuru sana kwa kujiunga nasi. Sio mara ya kwanza tunapata ugeni mzito kama hivi. Ni wakati wa vijana kujulishwa sasa, kwa sababu ni mara kadhaa wanakuja, zinatiwa saini hapa mikataba mbalimbali ya kushirikiana kibiashara pamoja na kiuchumi. Hizi taarifa zishuke vipi kwa vijana wasaka fursa? Moja, asante kwa kunikaribisha, lakini ni hivyo kama ulivyosema kwamba ni muhimu sana taifa na sasa vijana kuona wananufaika na fursa zinazopatikana, hasa zinazovuka mipaka yetu panapohusika diplomasia ya uchumi. Sasa vijana wazitafute hizi fursa. Ni kwamba ni muhimu kwamba hao vijana ukiangalia kwa mfano pale Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, siku hizi tuna kurugenzi kabisa inayohusika na habari ya diplomasia ya uchumi na wapi fursa zinapatikana na uwekezaji unapatikana. Kwa hiyo ni muhimu sana hiyo idara ama kurugenzi ikawe inashusha taarifa chini kuona kwamba yanaiwezekana kupatikana hapa nchini, tusiweze kuenda kuyachukua huko nje. Na ukijaribu kufuatilia ni ziara nyingi Kenya wamekuja hapa na kadhalika na kadhalika.
vile vile kufahamishwa kuhusiana na fursa ambazo zinaweza zikapatikana kule Msumbiji dhidi ya za Msumbiji kuja huku Tanzania, ni swala ambalo linatakiwa kutiliwa maanane kwa kiasi gani? Kwanza tutambue, ndugu mtangazaji, kwamba sisi na Msumbiji si tu majirani, sisi ni ndugu. Itakumbukwa kwa mfano chama cha Frelimo ambacho Mheshimiwa Rais Chapo kimeweka madarakani Januari kama tulivyosikia, kimeanzishwa Dar es Salaam na wamekaa hapa mpaka wamepata uhuru. Famu na Chingwea, Famu 17 na Chingwea, Tunduru na Kondoa ni maeneo ambayo huwezi kuyasahau. Sasa kama tuliweza kushirikiana nao kinamna hiyo, ni muhimu sana na kwa kweli kama alivyozungumza Mheshimiwa Rais kwamba tulikuwa na ushirikiano mzuri, lakini hatujatumia ipasavyo fursa zilizokuwepo. Kwa mfano, tuna mpaka una kilomita zipatazo 860 na kidogo, lakini tulikuwa tukisikia habari za Mutukula, habari za Gusumo, habari za Kasumulo na wapi, tulikuwa tusikii vituo vya mpakani. Kwa hiyo huu mkataba unaokuja, maana yake miundombinu inaenda kutengenezwa ya barabara, vituo vya pamoja vya mpakani, na bidhaa zinazopatikana Msumbiji zitakuwa zinakuja kwa wepesi na zinazopatikana Tanzania zitakuwa kwa wepesi. Kwa hiyo ufanyaji biashara na ubadilishanaji bidhaa utakuwa mwepesi zaidi. Kwa hiyo ni muhimu kugundua kwamba kwa mfano kwamba kama Msumbiji wanahitaji chakula, wasizame tena kusini kwao kule kutafuta chakula, ili hali tu ukivuka tu mto Ruvuma utakuwa umepata hicho chakula. Kwa hiyo ni kusema kwamba baada ya hii miundombinu kukamilika na serikali kama ilivyojitanabai kwamba itashughulika na hiyo mambo, vijana tutangamke, tushuke hapo kusini tuweze kuona kwamba tunanufaika na hizo fursa, kwa sababu yafaa nini wewe uende kuuza India na wakati tunaweza kuuza kwa gharama nafuu za usafirishaji na kwa bei inayoweza ikawa inalingana ya India. Kwa hiyo ni muhimu sana tuone kwamba hizi nchi jirani kama sera yetu ya mambo ya nje na ingine nasema kwamba ujirani mwema ni pamoja na kunufaika na uchumi, fursa za kiuchumi zinapatikana. Kwa hiyo tuzichangamkie wakati serikali ikiweka habari ya miundombinu katika hali ya utengamavu. Nikushukuru sana Albertus Pascal kwa muda huu ukiwa hapo Arusha. Naona mvua imekuvamia hapo ofisini kwako, sio mbaya sana, tumekupata vyema kabisa ukiwa hapo Arusha.